Niko na furaha ya mingi sana kubakaribisha bandugu yetu basikilizaji na bafuatiliaji ya kipindi chetu cha habari. Hii ni Kwetu News 24 inabakaribisha sana kwa habari ya siku ya leo. Na leo tutabaletea habari kutoka pande mbalimbali za Sud Kivu ambako kunaendelea kuwa na mvurugo, na bila shaka tutaenda moja kwa moja huko Katanga katika mji wa Kongolo ambako maandamano yaliendelea kwa sababu ya taksi kukua mingi mubarabara. Hivyo endelea kuwa pamoja nasi na usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kutupatia nguvu za kuendelea kukupasha habari siku baada ya siku. Mimi ni mtangazaji wako Paulin Pascal Leta Pipili. Unakaribishwa sana. Acha basi tuanze moja kwa moja na habari ambazo zilipitikana huko katika teritwari ya Uvira, katika mji unaoitwa Kirungu ambao unajulikana sana kama vile Mwae Plateau ndani ya sheferi ya Bavira. Katika mji huo kuna ripotiwa kuwa mapigano yalianza asubuhi sana na mapema kati ya Tiwaniro na Red Tabara wanaodaiwa kushirikiana na M23 pamoja na muungano wa AFC Alliance Fleuve Congo dhidi ya wapiganaji wa wazalendo waliokuwa wanashirikiana na jeshi la taifa FARDC. Kulingana na maelezo zaidi, wanasema kuwa mapigano hayo yalianza majira ya saa 7 usiku karibu na saa 1 asubuhi. Risasi nzito na nyepesi zilitumiwa kwa muda mrefu, na hiyo ilizusha hofu kubwa miongoni mwa wakaaji wa eneo hilo. Kutokana na hali hiyo ya hatari, raia wengi walianza kuhamia makazi yao na kukimbia porini kutafuta usalama. Watu wazima, wanawake na watoto walionekana wakikimbia bila kubeba mali zao, wakihofu kuwa usalama wao uko hatarini pamoja na maisha yao. Hadi sasa hali ya usalama ndani ya mji huo ingali mubaya sana, na baadhi ya wakaaji wameripoti kuwa wanajaribu kufanya mawasiliano na ndugu zao lakini haiwezekani kwa sababu ya mapigano hayo. Na pia wanasema kuwa mawasiliano ndani ya mji huo hayako vizuri kwa sababu ya taharuki hiyo kuendelea. Hadi sasa hakuja kuwa taarifa rasmi zinazotoa hesabu ya waliopoteza maisha, majeruhi au uharibifu wa mali za wakaaji. Vile vile hatujapokea hata taarifa moja kamili kutoka kwa mamlaka za serikali au jeshi kuhusu hali halisi ya usalama katika eneo la Kirungu pamoja na vijiji jirani. Na tukikumbuka vizuri, kijiji hicho cha Kirungu ni miongoni wa maeneo ambayo yameendelea kukumbwa mara kwa mara na machafuko ya kiusalama. Hasa ni kwa sababu huko kuna vikundi mbalimbali vyenye kumiliki silaha, na hiyo inatoa hofu kubwa kabisa kwa wakaaji kwa kuwa wanaishi katika mazingira ya kukimbia huku na huku wakati mwingi sana. Mashirika ya kijamii wamekuwa wakitoa wito kwa pande zote ambao zinaendelea kupigana kuheshimu maisha ya raia na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia wale walioathiriwa na mapigano hayo. Kufikia sasa hali ndani ya mji huo bado ni mbaya sana, na wakaaji wengi wanaendelea kujificha porini wakisubiri hali itulie ili waanze kurejea majumba yao. Hizo ni habari ambazo ziliendelea kutendeka huko Uvira. Acha basi twende moja kwa moja ndani ya mji wa Kongolo ambao unapatikana katika provinsi ya Katanga, kwenye baada polisi kuvunja mkutano wa makusanyiko ya raia waliokuwa wakipinga ushuru wa barabara ambao unaojulikana kama kodi ya kulipia lango la barabara. Hiyo ni habari ambayo ilitokea huko Kongolo siku ya leo. Kulingana na hali iliyoripotiwa huko, watu wanaendelea
kupigana na kupinga kulipa upya ushuru huo, wakidai kuwa tayari walikuwa wamelipa hapo awali na hawakuwa tayari kulipa tena kodi wanayoiona kuwa haina maana yoyote na haina uhalali. Polisi iliingilia kati ili kutawanya waandamanaji hao, wakisema walikuwa wanarejesha utulivu na kuzuia mvurugo zinazoweza kutokea. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi inayotolewa kuhusu uwepo wa majeruhi au watu waliokamatwa wakati wa tukio hilo la maandamano. Matukio hayo ya maandamano yanaonyesha wazi kuwa upinzani mkubwa ndani ya mji huo wa Kongolo na wakazi wake dhidi ya kodi ya barabara ambayo inaonekana kuwa ikilalamikiwa na wananchi wote kwa muda sasa. Na baadhi ya raia wanasema ushuru huo unaongeza mzigo wa maisha katika hali ngumu ya kiuchumi inayokabiliwa ndani ya mji wa Kongolo. Mamlaka ya mji huo wa Kongolo hadi sasa haijatoa maelezo ya kina kuhusu sababu za kurejesha kodi hiyo, na wala hawajasema kitu chochote kuhusu hatua zitakazochukuliwa ili kushughulikia malalamiko ya wananchi huko Kongolo. Na habari ya mzuri zaidi ni kwa sababu kwa sasa hali ya usalama mjini Kongolo imeripotiwa kurejea katika utulivu wa kawaida, huku raia wakiendelea na shughuli zao kwa tahadhari. Tutaendelea kukujulisha habari na habari zingine za kuendelea katika mji wetu wa Uvira, nafasi yoyote huko DRC Congo. Mukijiabone, munapartage na msisabu kueme hii video.